damu tungelikuwa wapi? Bila damu ya Yesu tungeliitwaje? Damu ya Yesu imetuponya. Damu ya Yesu imetembeza hata viwete. Asante Yesu kwa damu yako pale Kalvari. Asante Yesu. Damu inaweza. Asante Bwana. Yesu, kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani, wacha tujisalimishe tu kwa damu yako jioni ya leo. Ni damu inaweza mambo yote. Damu ya Yesu inafungua. Ni damu ya Yesu inarejesha. Asante Bwana. Asante Yesu. Hakuna aliye kama wewe. Salimisha tu moyo wako kwake. Ni damu yako inakomboa. Ni damu yako inarejesha. Asante Bwana.
Inua mikono yako tunapomwabudu Yesu. Hakuna mwingine kando na yeye. Popote ulipo, unaweza songea tu karibu tunapomwabudu Yesu. Popote ulipo, tunakukaribisha mahali hapa ili tuweze kulinua jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Hakuna mwingine kando na yeye, anastahili kuabudiwa. Makofi kwa Yesu jamani. There is none like Jesus. Ameinua viwete, viziwi wanasikia. Hakuna mwingine kando na yeye jameni. Wewe Bwana, wewe Bwana. Kilingili for Jesus. Popote unapopata sauti hii, tunawakaribisheni ili tuweze kushiriki neno la Bwana. Jioni ya leo tumalize na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. Any moment from now, we are going to hear from the word of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kwa Yesu jameni. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Hakuna mwingine kando na Yesu. Ndio maana leo ni vyema tuanze na Yesu katika mioyo yetu jameni. Makofi ya juu kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na shangwe. Tunamshangilia Yesu. Ametenda mambo ya ajabu miongoni mwetu. Hata kule madukani tunaweza tumshangilia Yesu. Ili kwamba tumpokee siku ya leo. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza.
Yesu makofi, vifijo, nderemo na vigelegele. Hallelujah. Hallelujah, Kilingili. Somebody clap to Jesus. Hallelujah. Kwa hivyo ili kwamba tupatie kila mtu nafasi tuweze kusimamia nyuma hizo speakers, sote tusonge upande huu ndiposa kila mmoja aweze kupata nafasi ya kusikia neno hili siku ya leo, na najua Bwana atatusaidia, itabakia sawia. Hallelujah. Somebody clap to Jesus. Mtu mpigie Yesu makofi. Somebody clap to Jesus. Mtu mpigie Yesu makofi. Somebody is clapping to the Messiah. Mtu anampigia Messiah makofi. The mighty King of glory. Mfalme wa utukufu. The Lion of the tribe of Judah. Simba wa kabila la Yuda. The lily of the valley. The mighty King of kings. And the mighty Lord of lords. Somebody celebrating Jesus. Kilingili here today. Watu wa Kilingili siku ya leo. We are here today. Tuko mahali hapa siku ya so leo. So that we may share the evening bread with you. Ndiposa tukapata kushiriki mkate wa jioni na wewe. Because as we said. Kwa sababu jinsi tulivyosema. Now that we came here to worship the Lord. Sasa tumekuja mahali hapa kumwabudu Mungu. It is also good that he may have a personal relationship with you. Na ni vyema tukapate kuwa na ushirika pamoja nawe. That you may receive him in our hearts. Ndiposa tukampate kumpokea yeye katika mioyo zetu. So I know today. Kwa hivyo najua siku ya leo. You will receive Jesus. Tutampokea Yesu. Somebody clap to Jesus. Wacha tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. But I want us to begin with a prayer. Ningependa tuanze kwa maombi. And then we'll share the word shortly. Kisha tukashiriki neno kwa ufupi. So that today may end well with us. Ili kwamba leo ikakamilike vyema nasi. Because when Jesus is in your heart and your life. Kwa sababu Yesu akiwa moyoni mwako na maishani mwako. It will never be the same anymore. Haitakuwahi kuwa sawia tena. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. Once again we have come here to say thank you. Mara tena tumekuja hapa kusema asante. For you, Jehovah, you are the Alpha and Omega of our lives. Kwa maana wewe Yehova ni mwanzo tena mwisho wa maisha yetu. Without you, Jehovah, we are nothing. Bila wewe Yehova sisi si kitu. Even as we are here today. Hata tulipo hapa leo. We are exalting the mighty name of Jesus. Tunalikweza jina kuu la Yesu. We are exalting the blood of Jesus. Tunainua damu ya Yesu. Even as we welcome the presence of the Holy Spirit. Hata tunapoalika uwepo wa Roho Mtakatifu. That he may come and help us. Ili kwamba akaje na kutusaidia. In this fellowship, Jehovah. Katika ushirika huu Yehova. May you come and help us to understand your word. Kwamba ukaje na kutusaidia kuelewa neno lako. To be able to internalize it in our hearts. Tukaweza kulitafakari mioyoni mwetu. And that we may have room for the Lord in our hearts. Ili tukapate nafasi katika mioyo zetu kwa Bwana. Father, today. Baba, siku ya leo. We have many people here who are heavy laden. Kuna wengi hapa ambao wana mizigo mizito. They have come to you today. Wamekuja kwako siku ya leo. They are tired with their lifestyle. Wamechoka na maisha yao. Father, I pray. Baba, naomba. May you minister to their hearts. Kwamba ukahudumie mioyo yao. There are also some. Kuna wengine. They do not know even the solution. Hawajui suluhisho. They don't know what to do anymore. Hawajui wafanye nini. They are almost giving up. Karibu wanakata tamaa. Father, may you also come and help them. Baba, pia uje na kuwasaidia. There are also some. Kuna wengine pia. They even don't care. Ambao hawajali. Whether you warn them about the coming of the Messiah or not. Kwamba umewaonya kuhusu kurudi kwa Masia au la. For them they don't care. Kwao hawajali. Father, today. Baba, siku ya leo. May you also soften their hearts. Wacha ukaweza kufanya mioyo yao miepesi. We also have some. Kuna wengine. They started with Jesus. Walianza na Yesu. But along the way. Lakini pale njiani. They drifted away. Wakaondoka. Father, today. Baba, siku ya leo. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. May you also minister to them. Pia ukawahudumie. That they may come running to you. Ili wakaje mbio kwako. And that they shall never remain the same. Na kwamba hawatasalia sawia. Jehovah, today. Yehova leo. We
have come here simply to honor the word in Matthew chapter 28 from verse 18. Tumekuja hapa kwa neno la katika kitabu Mathayo 28 mstari wake wa 18. The Great Commission. Ile amri kuu. It is not about us. Si kuhusu sisi. It is about you, Lord. Ni kuhusu wewe Yesu. Let your name be magnified in this place. Wacha jina lako likatukuzwe mahali hapa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. And we have prayed. Na tumeomba. Somebody say amen. Mtu sema amina. Wherever you are. Popote ulipo. Be it in the shops. Uwe dukani. At home. Nyumbani. On the road. Barabarani. In the bus park. Katika maegesho ya magari. In the kiosk. Katika maduka. The Lord Jesus loves you. Yesu anakupenda. Even as we begin. Hata tunapoanza. You have your Bible. Una Biblia yako. You have your smartphone. Una simu yako. The book of Isaiah chapter 55. Kitabu cha Isaya 55. Verse 6. Mstari wake wa 6. Isaiah 55. Kitabu cha Isaya 55. Verse 6. Mstari wake wa 6. The Bible says. Biblia inasema. Seek the Lord while he may be found. Tafuteni Bwana maadamu anapatikana. Call upon him while he is near. Muiteni maadamu yu karibu. Precious people. Watu wa dhamani. The word of the Lord to Isaiah the prophet. Neno la Mungu kwa nabii Isaya. Is still speaking to us today. Linatunenea hata siku ya leo. And is calling upon us. Na linatuita. He is calling upon us. Anatuita. That we may come running to the Lord. Kwamba tukaje mbio kwa Yesu. When you read the second part of this scripture. Ukisoma sehemu ya pili ya andiko hili. He is almost like raising a warning there. Ni kama kuinua onyo pale. He says. Anasema. While he is near. Maadamu yu karibu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody. Mtu. The Lord Jesus. Bwana Yesu. Has been calling you. Anakuita. Out of the wilderness. Kutoka katika jangwa. Every day when you wake up. Kila siku unapoamka. He's showing you. Anakuonyesha. The beauty of the Lord. Ule uzuri wa Mungu. You meet people doing evangelism. Unakutana na watu wakifanya uinjilisti. They are telling you. Wanakuambia. May you come and receive Jesus. Njoo ukampokee Yesu. Today again we are here. Siku ya leo tuko hapa. We are reminding you. Tunakukumbusha. Please. Tafadhali. Come and seek Jesus. Njoo mtafute Yesu. But the scripture. Lakini andiko. Is raising a red flag. Linainua alama nyekundu. Isaiah is saying. Isaiah anasema. That this Lord we are coming to him. Huyu Bwana ambaye tunakuja kwake. Very soon. Hivi karibuni. It will be impossible. Itakuwa haiwezekani. There is an expiry date. Sababu kuna siku ya kufika tamati. Hallelujah. Hallelujah. Where you cannot find him. Wakati ambapo hatapatikana. But excuse me. Lakini niwie radhi. I thought God is omnipresent, omnipotent, is everywhere. Ninadhani kwamba Mungu ni Mungu mwenye anapatikana kila mahali kila wakati. How can you say? Je, unawezaje kusema? At one time it will be very difficult to find him. Ya kwamba siku moja itakuwa ngumu kumpata. What the Lord is telling Isaiah. Kila ambacho Bwana anamwambia Isaya. He is telling him. Anamwambia. Please remind these people. Tafadhali kumbusha watu hawa. There is a dispensation. Kuna nyakati. That have marked. Ambayo limetia alama. That very soon. Ya kwamba hivi karibuni. It is going to come to an end. Kwamba itafikia kikomo. Hallelujah. Hallelujah. And when the Lord is saying. Na Bwana anaposema. Please tell them to seek the Lord. Ya kwamba tafadhali waambie wamtafute Bwana. It simply means. Anamaanisha. That while he's watching you going to church and coming back. Anapokutazama unapoenda kanisani na kurudi. Going for ushirika and coming back. Ukienda ushirika na kurudi. Going for the keshas and coming back. Ukienda mikesha na kurudi. While you greet people you say Bwana Yesu asifiwe. Unapowaamkua watu na kuambia Bwana Yesu asifiwe. When they see you they say oh mkambi is here. Wakikuona wanasema mchungaji yuko hapa. From heaven when he looks. Kutoka mbinguni anapotazama. He realizes. Anatambua. That these people. Ya kwamba watu hawa. Yes they call out my name. Kwamba wananiita jina langu. They say they go to church. Wanasema kwamba wanaenda kanisani. They say they are born again. Wanasema kwamba wameokoka. But their hearts are far away. Lakini mioyo yao iko mbali sana. That is why he's telling Isaiah. Ndio maana anamwambia Isaya.
anasema, Verse 7 he says, mstari wake wa 7 anasema, let the wicked forsake his way, mtu mbaya na aache njia yake, and the unrighteous man his thoughts. na mtu asiye haki aache mawazo yake. Let him return to the Lord, Na mrudie Bwana, and he will have mercy on him. naye atamrehemu. And to our God, for he will abundantly pardon. Na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. He's calling out the entire universe Anaita ulimwengu wote that please, ya kwamba tafadhali, it reaches a moment inafika wakati, when now in your life you say, no, enough is enough. wakati katika maisha yako unasema imetosha, imetosha. This evil I have done, this wickedness, hii nayo imefika mwisho. I have to go back. Uovu huu nimetenda, sasa imefika mwisho, na sasa nahitaji kurudi. Somebody clap to Jesus. Tumpigie Bwana makofi. Today we are returning to Jesus. Leo tunamrudia Bwana. We must return to Jesus. Lazima tumrudie Yesu, Because very soon it will be impossible. kwa sababu hivi karibuni haitawezekana. The same book, chapter 1, Isaiah chapter 1, Katika hicho kitabu cha Isaya mlango wake wa kwanza from verse 3, mstari wake wa 3, the Bible says, Biblia inasema, wherever you are, popote ulipo, wherever you are getting us from, popote unapotupata, I know even you have a smartphone, najua kwamba una simu. you have a Bible in your smartphone. Katika simu yako kuna I Biblia. know some of you rarely even you read your word from your Na phone. najua wengine wetu mara nyingi hatusomi hata ile neno katika simu zetu. But for today, Lakini kwa leo, open Isaiah chapter 1, fungua kitabu cha Isaya mlango wa kwanza even in your Bibles. katika Biblia yako. Isaiah chapter 1 verse 3. Isaya mlango wa kwanza mstari wake wa The 3. Bible says, Biblia inasema, the ox knows its owner, ng'ombe anamjua bwana wake, and the donkey its master's crib. na punda ajua kibanda cha bwana wake, But Israel does not know. bali Israeli hajui. My people do not consider. Watu wangu hawafikiri. Precious people. Watu wa dhamani. The Lord Jesus is using an analogy, an example here. Bwana Yesu anatumia mfano hapa, And he's saying na anasema that he's looking at you. kwamba anakutazama, And he sees you, even you have your own livestock at home. ya kwamba anaona kwamba una ng'ombe wako nyumbani, Even your poultry, your chicken. hata kuku wako pale nyumbani. Even in the market you cannot even you hata naona kuku ziko pale. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Sometimes you'll see even some goats walking around, some sheep. Wakati mwingine utaona hata mbuzi na kondoo wakitembea. But now when you come here at midnight, Lakini ukija hapa usiku wa you'll manane, never find the poultry, hautawapata hawa the kuku goats, the sheep. na hata mbuzi na kondoo. And if you try to ask around, Na ukiulizia, wanasema hizo zimeenda kwa mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hata ukipata kondoo wako hapa, mbuzi wako hapa, itafika tu wakati wao utapata, hata kama hata mwenyewe utajua, kwani wanajua hadi njia ya kurudi kwa mwenye hizo mbuzi jameni. Bwana Yesu asifiwe. So the Lord is using this example. Bwana anatumia mfano huu, And he says, na anasema even the cows, the cattle, the livestock you have, you own here on earth, hata ng'ombe, mifugo ambao unamiliki hapa duniani, they know you wanakujua as the owner, as the master. kama mwenyeji wao, kama bwana wao. Ya kwamba asubuhi utaamka, mtapata mtasema, mimi asubuhi lazima niingie kwa nyumba, nitoe ng'ombe, nitoe kondoo, niweke nje, nianze kuzilisha. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes wakati nyazi imeleta shida, unasema wacha nipeleke kwa shule fulani, kuna nyazi, niende nikalishe, na unazifungulia. Haleluya. Lakini inapofika saa 12, saa 1 jioni, unapata wale ng'ombe wanaanza kupiga kelele, wakianza kufuatana moja kwa nyingine. Lakini ni rare, ni vigumu sana uone ng'ombe imepotea njia, imeingia kwa jirani, kwa nyumba ya jirani. Bwana Yesu asifiwe. So the Lord is saying, Hivyo Bwana anasema that ox, that cattle, kwamba huyo ng'ombe he knows the way home. anajua njia ya kwenda nyumbani. Even after the master has fed the cattle, has
fed even that chicken. hata baada ya bwana wake kumlisha. Hallelujah. Haleluya. He knows. At Anajua the end of the day, I must go back home. mwisho wa siku lazima niende nyumbani. Hallelujah. Haleluya. Even when the owner comes, Hata baada ya mwenyeji wake kuja, they know the signage, the sound upon which when he calls them out, they come running to the master. wanajua sauti ya bwana wao wakati anawaita, wanakuja mbio kwa mwenyeji. Hallelujah. Haleluya. But he's saying, Lakini anasema, he's lamenting that ananung'unika my people ya kwamba watu wangu who are called by my name, walioitwa kwa jina langu, created by the breath I created. walioumbwa kwa pumzi yangu. Hallelujah. Haleluya. Whom I breathed into their nostrils. Wale ambao niliwapumulia pumzi yangu. And each and every one I gave a specific DNA to identify each and every individual. Kila mtu nikampa seli zake za kumtambua. Hallelujah. Haleluya. Kila mtu na DNA yake. Kila mtu na DNA yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. These people, Hawa watu, even when the earth is dry, there is no water, I release the storehouses of rain from heaven. watu hawa hata wakati hakuna mvua, ninafungua malango ya mbinguni na kuwanyeshea mvua. And when the rain comes down, Na mvua it inaponyesha, does not choose and differentiate between the evil and the righteous. haichagui wala waovu na wale wema. It rains in the field of an evil man. It also rains in the field even of a righteous man. Huwa inanyesha kwa shamba la muovu na pia kunyesha kwa shamba la mwenye haki. Hallelujah. Haleluya. But what is the problem? Lakini je, shida ni nini? Why are they not acknowledging the Father? Kwa nini hawamkubali Baba? Why are they not acknowledging that enough is enough? This evil is too much. Kwa nini hawakubali ya kwamba imetosha, uovu huu umezidi? Hallelujah. Haleluya. He's telling Isaiah, Anamwambia Isaya, even the cows, the sheep, the poultry, the chicken, hata ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku they do not have an internet, a GPS to trace their way back home. hawana intaneti yoyote ya kuwarejesha nyumbani. They don't have GPS on their smartphone. Hawana GPS katika simu zao. But they know, time has come, darkness is coming, I must run back home, the master is waiting, I must run back to the sheep's pen. Wanajua ya kwamba usiku unaingia, giza linashika, lazima nikimbie niende nyumbani. But my people, Lakini watu wangu who I created, ambao niliwaumba, they don't know when enough is enough, hawajui wakati imetosha, that I must run back to the Father. kwamba yatosha nikimbie kwa Baba sasa. Just like the prodigal son, Kama yule mwana who mpotevu say, no, this one is too much. I've never eaten with pigs like this before in my father's house. I must run back to my father. aliyesema kwamba imetosha, kwamba sijawahi kula hivi na nguruwe katika nyumba ya baba yangu. He's telling Isaiah, Anamwambia tell Isaya, the people of Kilingili, waambie watu wa Kilingili, ask them this question. waulize swali hili, When I created you, nilipowaumba, did I create you for sexual morality? je, niliwaumba kwa sababu ya dhambi ya usherati? When the Lord Jesus breathed into the nostrils of Adam. Wakati Yesu Kristo alipopumua katika mapua ya Abraham. Hallelujah. Haleluya. When the Lord created man, Bwana alipoumba mwanadamu, was his intention that you continue wallowing in sin, in mpango wa kando, in taking people's husbands and wives? je, alikuumba kwa kusudi kwamba ukaweze kugaagaa katika dhambi, ukichukua wake wa watu na kuchukua waume wa watu? When God created you, Wakati Mungu alikuumba, the people of Kilingili, watu wa Kilingili, was it that you continue in changa, in smoking forever and ever? Was it for that reason he created you? je, ilikuwa sababu ya kukuumba ni kwamba ukaendelee katika pombe na sigara? Hallelujah. Haleluya. He's asking you today, Anakuuliza siku ya leo, hey, don't you know? je, hamjui It reaches a moment inafika wakati when somebody says, no, enough is enough, I want to go back home. wakati mtu anasema imetosha, nataka kurudi nyumbani. Hallelujah. Haleluya. The people of Kilingili, Watu wa Kilingili, the Lord is asking, Bwana anauliza, when will my people at Kilingili come back home? je, ni lini watu wangu wa Kilingili watarudi nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because very soon,
Lord. haitawezekana kumpata Mungu. He's asking, Anauliza, when he saw you as a small child, alipokuona kama mtoto mdogo, you used to walk with your mother. ulikuwa ukitembea na mama yako, Some used to walk with your father. na wengine na baba zenu, And he holds your hand. akikushika mkono. Every Sunday he takes you to church. Kila Jumapili akikupeleka And kanisani, you go there and hear the word of the Lord. na unaenda pale na kusikia neno la And you Bwana, attend Sunday school. na unahudhuria mafunzo ya And you Sunday start school, singing in church. na unaanza kuimba He kanisani. shows you the way to the church. Anakuonyesha njia ya kanisani. But right now, Lakini sasa you are deep in sin. uko ndani mwa dhambi, You are dressing nude. unavaa uchi, You are attracting people to sexual lust. unawavutia watu katika dhambi ya usherati, You are fighting in people's home over husband, over wife. unapigania katika maboma za watu, wake wa watu na waume wa watu. You are busy smoking. Unavuta sigara. When the smoke goes up, Wakati hiyo moshi inaenda juu, he's asking, anauliza, don't they know je, that hawajui God is above ya here? kwamba Mungu yuko hapa juu? How long will I stand with Ni this? wakati gani nitavumilia haya? Hallelujah. Haleluya. Isaiah is asking. Isaya anauliza, The cows, they do not have the internet, the GPS to trace their way back home. ng'ombe hawana GPS ya kuweza kuwaelekeza kwenda nyumbani. How come my people? Je, watu wangu, Imekuwaje kwamba wajajua kwamba imetosha, yatosha jameni. Hallelujah. That is why he's calling out you today. ndio maana anakuita siku ya leo. He's telling you Anakuambia very soon hivi karibuni it will be impossible. haitawezekana. 2 Timothy Kitabu cha Watimotheo wa pili, 2 Timothy chapter 3. kitabu cha Timotheo wa pili mlango wake wa 3. 2 Timothy chapter 3. Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wake wa 3. Even as we are reading wherever you are, Tunaposoma popote ulipo, we are still welcoming you. You are not late. bado tunakukaribisha, hujachelewa. I know some are just joining us now. Najua wengine wetu wanaungana pamoja nasi sasa. Today we are agreeing Siku ya leo tunakubali that we must receive Jesus. ya kwamba lazima tumpokee In Yesu. a short while we are all going to receive the Lord. Katika muda mfupi ujao wote tutampokea Yesu. But we are just laying gravity Lakini tunaweka tu msingi, as to why, the reason as to why we are supposed to run to the Lord. sababu ni kwa nini tunafaa tumkimbilie Yesu. 2 Timothy chapter 3. Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wake wa 3. But know this, that in the last days perilous times will come. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. For men will be lovers of themselves, Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, lovers of money, wenye kupenda fedha, boasters, wenye kujisifu, proud, wenye kiburi, blasphemous, wenye kutukana, disobedient, wasiotii wazazi wao, unthankful, wasio na shukurani, unholy, wasio safi, unloving, wasiopenda wa kwao, unforgiving, wasiotaka kufanya suluhu, slanderers, wasingiziaji, without self-control, wasiojiuzuia, brutal, wakali, despisers of good, wasiopenda mema, traitors, wasaliti, headstrong, wakaidi, haughty, wa kujivuna, lovers of pleasure rather than lovers of God. wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. The Lord is raising a red flag Bwana anainua alama ya hatari hapa, and is telling us na anatuambia in the last days, kwamba siku za mwisho, in the last days, katika siku za mwisho, people will be lovers of themselves, watu watakuwa wa kujipenda wenyewe, lovers of money, wanaopenda pesa, boastful, wenye kiburi, unforgiving, wasiosamehe, unthankful, wasio na shukurani, despisers of good, wanaokataa wema, disobedient to parents. wasiotii wazazi wao. Let me ask you, Lakini wacha nikuulize, aren't we living in those days that the Lord is speaking about here? je, hatuishi nyakati hizo ambazo Bwana ananena hapa? Hallelujah. Haleluya. But excuse me,
Niwie radhi. What are you talking about when you say the last days? Unanena nini unaposema nyakati za mwisho? Our fathers lived, they lived here on earth, they lived for 100 years and they died. Baba zetu waliishi hapa duniani miaka 100 na wakafa. We were born, we are here, we are living, people are dying. Left, right, center. What do you mean the last days? Tumezaliwa, tunaishi, watu wanakufa kushoto kulia. The Lord, Bwana He's saying anasema that very soon ya kwamba hivi karibuni it will be impossible to receive the Lord. haitawezekana kumpokea Bwana. Because He's coming to take His holy church. Kwa sababu anakuja kuchukua kanisa lake takatifu. Listen verse 5. Sikiza mstari wake wa 5. He says, Anasema having a form of godliness, but denying His power, and from such people turn away. wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Somebody will say, Mtu atasema, for me I go to church. kwamba mimi naenda I have kanisani. my own church, I usually go. Mimi nina kanisa langu ambalo huwa Where naenda, my forefathers used to go. ambapo mababa zangu walikuwa wanaenda. Until now my children are going there. Hata sasa watoto wangu wanashiriki Me I pale. go to church. Mimi wanaenda kanisani. But let me ask, Lakini wacha nikuulize, even as you are going to church, hata unapoenda kanisani, why are you still in sin? kwa nini bado uko katika dhambi? Hallelujah. Haleluya. The Lord Bwana is raising a red flag. anainua alama ya hatari And He's saying, na kusema, in those last days, hizo nyakati za mwisho, when you look at the news on TV, ukitazama habari kwenye runinga, oh, you see some youth are burning their fellow youth in a hostel. unaona kwamba vijana wanawachoma wenzao katika mabweni. Oh, you see some of our children have been slaughtered in Airbnbs. Unaona kwamba watoto wetu wamechinjwa katika manyumba ya kukodisha. Oh, you see that some youth are running battles in the field, they are being killed left, right and center. Unaona kwamba vijana wanauawa kushoto kulia. You see some leaders rising up and say, oh, for me I'm an atheist, I don't believe in God. Unaona viongozi wakisimama na kusema ya kwamba mimi simwamini Mungu. Displaying their wealth and saying, hii ni jasho yangu, kwani Mungu alikuwa wapi? Hallelujah. You see scientists say, for us we don't believe in God. Unaona wanasayansi wakisema kwamba hawamwamini Mungu. The Lord, Bwana He's asking, anauliza, have these people become unthankful? je, watu hawa wamekosa shukurani? Because Kwa sababu even in the Old Testament, hata katika Agano la Kale when He fed Israel, alipowalisha wana wa the Israeli, Bible says Biblia inasema they grew fat and kicked. walinenepa na kupiga They teke, became unthankful. wakafanyika wasio na shukurani. At one point they said, Kwa wakati mmoja we wakasema, are tired with this manna. tumechoka na hiki We chakula, want meat. tunataka nyama. And the Lord, yes, He gave them meat. Na Bwana akawapa nyama. But the Bible says, Lakini Biblia inasema when the meat was still in their mouth, wakati nyama ilipokuwa katika midomo He yao, struck them down. akawagonga. Precious people of Kilingili, Watu wa dhamani wa the Kilingili, Bible says Biblia inasema that whether you are a pastor, ya kwamba iwapo hata kama wewe ni mchungaji, whether you are a bishop, uwe askofu, whether you are a mama kanisa, uwe mama wa kanisa, we have to be really, really born again. tunahitaji kuokoka kweli, Because very soon, kwa sababu hivi when karibuni He comes to judge the earth, the church, anapokuja kuhukumu dunia, kanisa. hallelujah, Haleluya. what will matter? Kile kitajalisha It is your deeds. ni matendo yako, Because kwa sababu when He looks anapotazama through the eyes of Isaiah the prophet, katika macho ya Isaya nabii, when He looks through the eyes of Isaiah the prophet, anapotazama katika kupitia kwa macho ya Isaya nabii, he was seeing alikuwa akiona the teachers of the law, walimu wa sheria, the chief priests. wale makuhani wakuu, They were busy reading the law, walikuwa wakishughulika na kusoma sheria. the Talmud. They were busy reading every Saturday on a Sabbath day. Walikuwa wakisoma kila Jumamosi, wakisoma sheria. They were reading the law of Moses, Walikuwa wakisoma sheria ya Musa. the
teaching of the Lord. mafundisho ya Mungu, And they used to dress themselves wholly na walikuwa wakivalia vyema in their own eyes. katika macho yao wenyewe. But he still sends Isaiah Lakini pia bado wanamtuma Isaya and is telling him, na anamwambia, come and warn these people nenda kawaonya watu hawa that they must come back to me. kwamba wapate kunirudia. So Hivyo basi Isaiah is wondering, Isaya anashangaa, do you mean je, unamaanisha somebody can read the laws of the Lord? kwamba mtu anaweza kusoma sheria za Bwana, Somebody can read the Bible mtu anaweza kusoma Biblia and still go to hell? na kisha bado aende jehanamu? Hallelujah. Haleluya! Meaning, Kumaanisha oh me, I always go to church every Sunday. kumaanisha kwamba mimi huwa naenda kanisani kila I Jumapili, attend church meetings. mimi huwa nahudhuria mikutano ya kanisa. But when the Lord looks at your heart, Lakini Bwana anapotazama moyo wako, he sees darkness. anaona giza, He sees you are still oppressing even the workers in your field. anaona kwamba hata unawafinyilia wafanyikazi wako. While in the shops, Ukiwa katika maduka, you are tampering with the weighing balance, the scales. anaona kwamba vipimo vyako si vya haki. Hallelujah. Haleluya! The people of Kilingili, Watu wa Kilingili, when the Lord looks, Bwana akitazama them that are selling meat even in the butchery, hata wale wanaouza nyama, he sees the way you are tampering with the scales anaona jinsi ambavyo unavifanya vile vipimo to gain more profit. ili ukaweze kupata faida nyingi. While working at the M-Pesa, Ukifanya katika duka la pesa, he sees the way you are taking advantage of the old men, anaona jinsi unavyochukulia wale wazee, because you know their pin. kwa sababu unajua namba yao ya You siri. make sure you withdraw extra for your pocket. Unahakikisha kwamba unatoa pesa zaidi. He sees the way Anaona jinsi while selling in your shop, unapouza katika duka lako, the way you are evading to pay tax to the government. jinsi unavyojiondoa kulipa, Unahepa kulipa ushuru kwa serikali. unahepa kulipa ushuru kwa serikali. The Lord looks at you Bwana anakutazama as mama kanisa, kama mama wa as kanisa, a pastor, kama mchungaji, and he knows na you anajua have a house help at home. unaye mfanyikazi katika nyumba You yako, agree very well that you are going to pay her 5,000. ukakubali naye kwamba utamlipa 5,000. When it reaches the end month, you've already earned your money. Wakati inafika mwisho wa mwezi na umepata fedha Now zako, you want to chop here and they say ulivunja glasi mbili na kukata 500, ulivunja hii nini. Now you are giving her 3,000 shillings. sasa unapunguza vile pesa kwa kumsingizia kwamba ulivunja glasi, unampa 3,000 At home, nyumbani. as a mother, you are telling your children, your daughters, Kama mama unawaambia wasichana wako, lazima uvalie kama vijana. Ukivaa hizi nguo ndefu utaoleka kweli. Nilijua huyu mtu atasema amen, but ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. The Lord, Bwana he is attracting the attention of the people of at Kilingili here today. anateka umakinifu wa watu wa hapa Kilingili, And he's telling you, na anawaambia it reaches a moment inafika wakati when man must say enough is enough. wakati mwanadamu wanatakiwa kusema imetosha, imetosha. When now you need to retrace your footsteps Wakati ambapo unahitaji kutafuta hatua zako, and tell yourself, na ujiambie, I never used to be in such kind of sexual morality. sikuwa katika usherati kama huu, Sikuwahi kuwa katika usherati ya aina hii. sikuwahi kuwa katika usherati wa aina hii, Sikuwahi kunywa pombe kiasi hiki. Hallelujah, just repeat to heaven. sikuwahi kunywa pombe kiasi hiki, Ambapo unajiambia hapana, sikuwahi vurugana na jirani kiasi hiki. sikuwahi vurugana na jirani kiasi hiki, Whereby even when the cow just crosses over the fence na ikule tu matawi tatu, unashika yeye unasema leo lazima chief atamenyana na wewe. hata pale ambapo ng'ombe wa jirani wanavuka na kuuma mahindi yako 2-3, unamenyana na yeye na kusema lazima jifike kwa chifu, Atanitambua. atanitambua. Hallelujah. Haleluya. But on Sunday, Lakini Jumapili we are all born again. ya kwamba sote tumeokoka, Precious people. watu wa We dhamani. read from Isaiah 55 verse 6. Tulisoma katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 6, And he said, na anasema very soon
hivi karibuni it will be impossible. haitawezekana. Hallelujah. Haleluya. In the book of 2 Thessalonians, Katika kitabu cha Wathesalonike wa we will pili not read, hatutasoma, but he's warning the church. lakini anaonya kanisa And he says na kusema that there is one that has restricted a man of lawlessness, kwamba kunaye ambaye amemzuilia yule mtu asiye na sheria, so that he may be revealed. ili kwamba akapate kufunuliwa. But very soon, Lakini hivi karibuni the one who was restricted, that is now the Holy Spirit, yule ambaye amemzuilia, ambaye ni Roho Mtakatifu, when he'll be removed, atakapoondolewa, now you'll know the mayhem that is coming. utajua yale ambayo yatatukia, And that the Holy Spirit, na kwamba Roho Mtakatifu God removes him during the rapture, Mungu anamuondoa wakati wa unyakuzi, where the Bible talks about God coming, Jesus coming for his holy church. ambapo Biblia inasema Yesu akirudi kuchukua kanisa lake. Hallelujah. Haleluya. That is why Isaiah says, Ndiyo maana Isaya anasema it will reach a moment kwamba itafika wakati when it will be impossible to receive the Lord. ambapo itakuwa haiwezekani kumpokea But Bwana. the question becomes, Lakini swali linafanyika, should we wait until that moment? je, tungoje hadi wakati ule? It is good to return to Ni Jesus, vyema kumrudia Yesu, because nobody knows even about tomorrow. kwa sababu hakuna yeyote ajuaye hata kesho. When you look at the story, the real story of Lazarus and the wealthy man, Ukitazama ile hadithi ya Lazaro na mtu tajiri, they lived normally. waliishi kawaida. Lazarus as a poor beggar, Lazaro akiwa mtu maskini, a very poor beggar, akiwa mtu maskini wa kuombaomba, with ulcers in the leg, akiwa na vidonda katika miguu yake, eating under the table akila chini ya meza of this wealthy man. ya huyu mtu tajiri, And it was normal, every day a normal day. ya kwamba ilikuwa tu kawaida kila siku. In fact, the Bible says, Hata hivyo Biblia when you inasema, read other versions, ukisoma katika tafsiri the zingine, Bible says, Biblia inasema people carried Lazarus and they threw him in the house of that wealthy man. watu walimbeba Lazaro na kumtupa katika nyumba ya yule mtu tajiri, And he used to eat the crumbs that were falling off the table. na alikuwa kila zile vyakula vilivyoanguka kutoka kwa meza ya yule tajiri. When you read Message Bible, Ukisoma tafsiri ya Message, the Bible says, Biblia inasema Lazarus was the friend of the dogs. Lazaro alikuwa rafiki wa Wale mbwa, mbwa ambao walikuwa wanapigana naye pale kwenye pipa au aking'ang'ania chakula. Bwana Yesu asifiwe. The wealthy man though, yule mtu tajiri he used to dress in purple apparel. alikuwa akivaa nguo za kitani. You must be sure that alikuwa akienda ile chama wanatoa pesa mzuri sawa sawa. Nisaidie tu. Lazima unajua ya kwamba alikuwa akienda kile chama walikuwa wakitoa pesa nzuri. I'm finishing. Natamatisha. Hallelujah. Hallelujah. He had big friends. Alikuwa na marafiki wakubwa, Wealthy people. watu wenye pesa. When he died, Alipokufa, you must be very sure lazima uko na hakika that burial was attended by VVIPs. watu waliohudhuria matanga hayo walikuwa wenye pesa. Things were slaughtered. Chicken, I don't know, whatever that was slaughtered was slaughtered. Chochote kilichochinjwa kilichinjwa. But Lazarus, Lakini Lazaro, a poor man, mtu maskini, even the Bible does not say whether he was buried. hata Biblia haisemi kwamba alizikwa. But there is a secret Lazarus had. Lakini kuna siri ambayo Lazaro alikuwa nayo. When the wealthy man died and was buried, Wakati mtu tajiri alikufa na kuzikwa, he found himself in hell, alijipata jehanamu, in torment. katika dhiki. Precious people, Watu wa dhamani, the wealthy man finally, yule mtu tajiri hatimaye he faced his real friends in hell. alikutana na marafiki wake wa kweli pale jehanamu. While Lazarus, Wakati Lazaro, the Bible says, Biblia inasema he found himself on the bosom of Abraham. alijipata katika
mapaja ya Abrahamu, kifua cha Abrahamu, kifua cha Abrahamu, which means inajomaanisha when Lazarus was here in the world, wakati Lazaro alipokuwa hapa duniani, he made friends with Abraham who was in heaven. alifanya urafiki na Abrahamu aliyekuwa mbinguni. Precious people, Watu wa dhamani, who are your friends? je, marafiki zako ni kina nani? Because the friend in Isaiah 55 verse 6, Kwa sababu rafiki katika Isaya 55 mstari wa 6 he's raising a red flag anainua alama ya and hatari he's telling na Isaiah, anamwambia Isaya, tell the people here at Kilingili, waambie watu hapa Kilingili they better be friends with Jesus. na afadhali ni heri wakuwe marafiki na Yesu, Because very soon kwa sababu hivi he karibuni will say, atasema, I do not know you. siwajui. Hallelujah. Haleluya! The people of Kilingili, Watu wa Kilingili, I know you've gotten used to this one. najua mumejoelea neno hili. I know you say hawa tunawajua. Najua mnasema kwamba hawa tunawajua. Every day we come here. Kila siku tunakuja You've hapa. heard this word. Mmesikia neno hili. But there is a warning. Lakini kuna It will onyo. be like a normal day you wake up. Itakuwa siku kama ya kawaida. But ghafla bin vu itafika hivi. Lakini ghafla bin fu itafika. Because the wealthy man tried to say, oh, please send Lazarus. Send him to warn my brothers. Kwa sababu yule mtu tajiri alijaribu kusema, mtume Lazaro akawaonye ndugu zangu. But it was not possible. Lakini haikuwezekana. He simply told him, Alimwambia, oh, lazima tuwasikize watumishi wa Bwana walioko duniani hivi sasa wanaoeneza injili ya kurudi kwa Yesu, ndiposa waokoke na wahepe jehanamu, waingie katika ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Today, Siku ya leo you must say enough is enough. lazima useme imetosha, imetosha. You have to finish this day with Jesus. Lazima umalize siku hii na Yesu. Because it reaches a moment. Kwa sababu inafika wakati In Matthew 7:20-21, katika Mathayo 7:20-21 he says, anasema, I will tell them nitawaambia that I do not know them. kwamba I siwajui. never knew them. Sikuwahi wajua. Because they refused Jesus. Kwa sababu walimkataa Yesu. Wherever you are, Popote ulipo, I want us to pray. ningependa tuombe. You can just move closer. Unaweza kusongea karibu. Even as you raise up your hand. Hata unapoinua mikono yako Whether in the shops, katika duka lako, wherever you are getting us from. popote unatupata, They are even at the border stage. hata katika steji ya bodaboda. The invite is here. Mwaliko uko hapa. The invite is here. Mwaliko uko hapa. The Lord Jesus Bwana Yesu is calling out anatuita and he says, na anasema, the people of Kilingili, watu wa will Kilingili, you receive him today? je, mtampokea siku ya leo? Because the choice is Kwa yours. sababu uamuzi ni wako, Whether you receive him kwamba umpokee or not. ama ukatae. The Bible says Biblia inasema Jesus Yesu is a man familiar with sorrows. ni mtu aliyezoelea mateso, He has gotten used to being rejected. amezoelea kukataliwa. So even if you decide to reject him today, Hata hivyo ukimkataa siku ya leo, he has gotten used to it. amezoea. But if you receive him today, Lakini ukimpokea, there will be celebration in heaven forever. utakuwa na sherehe mbinguni milele. Because at the end of the day, Kwa sababu mwisho wa siku Jesus must win. Yesu lazima ashinde. Jesus must win. Yesu lazima ashinde. So wherever you are getting us from, Hivyo basi popote unatupata, inua tu mkono yako tuombe na wewe. weka mkono wako juu tuombe pamoja. Maisha yako haitabakia sawia. Maisha yako itabakia sawia. So that we may finish with Ili Jesus. tukamalize na Yesu. Inua tu mkono yako vizuri. Inua mkono wako vizuri. Naona watu kule kwa kioski, inua tu mkono juu vizuri. Inua mkono wako Na vizuri. Mungu akubariki. Tupigie Yesu makofi. Tumpigie Yesu makofi. Naona kina mama wanainua mikono na wazee pia wanainua mikono. Pote ulipo, tumpokee Yesu siku ya leo, manake siku zaja wakati itakuwa vigumu kumpokea, na wakati tunampokea ataanza upya na sisi. Tuachane dhambi, tuachane na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono juu vizuri unaporudia ili ombi. Sema, Bwana Yesu mkuu, Bwana Yesu mkuu, jioni ya leo
ninarudi kwako nikiomba Yesu nisamehe. Mimi ni mwenye dhambi, nimetembea katika njia ambayo ni potovu, lakini hivi leo ninakurudia ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo ninakataa dhambi na kumbatia utakatifu, na ninakuomba Yesu unikumbuke katika ufalme wa milele. Nitumie Roho wako Mtakatifu anisaidie, manake mimi mwenyewe siwezi. Kuanzia leo nimeokoka. Somebody clap to Jesus. Asante sana mama kumpokea Yesu. Ni vyema kumkimbilia Yesu. Hii maisha ya kila siku, siku moja itafika mwisho, lakini Yesu ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ni vyema unapompokea uanze maisha mapya katika kanisa ambalo wanafunza neno kama hili la kumrudia Yesu, na wakufunze jinsi ya kutembea naye, kuishi maisha ya Ukristo. Manake hivi sasa kuna udanganyifu mwingi kule nje, na Bwana Yesu amekuja kusafisha hiyo yote ili kwamba tumkimbilie. Kwa hivyo kunaye mchungaji hapa baadaye atawapatia nambari yake ya simu. Kuna wengi wanaulizia penye kanisa iko tu hapa nyuma, atawaelekeza. Lakini ni vyema tuombe tunapomalizia. Mighty Father in heaven, Baba mkuu juu mbinguni, today you are exalted here. Siku ya leo umekwezwa mahali hapa. Father, you've ministered to our hearts. Baba umehudumia mioyo yetu. Please may you help us. Tafadhali tusaidie. That this word may be established in our hearts. Ya kwamba neno hili likaimarike katika mioyo zetu. That it may produce fruits. Ya kwamba likazae matunda. So that Jehovah, ili kwamba Yehova, we may walk in righteousness. Tukatembee katika uhaki. There are people who have received you here today. Kuna watu ambao wamekupokea hapa siku ya leo. I know there are some even who are afraid to come out. Najua hata kuna wengine wameogopa kujitokeza. But Lord, I pray, lakini Bwana ninaomba, just like Nicodemus, kama Nikodemo, may you please guide them so that they may crawl their way unto the church here today. Ya kwamba ukawaelekeza ili wakaweze kutafuta njia kanisani. There are some who have received you here. Kuna wengine wamekupokea. When they go back to their home, wanaporudi nyumbani, the devil will start asking them questions and trying to drop them back to the darkness. Adui ataanza kuwauliza maswali na kuwataka kuwarejesha nyuma. But today, lakini siku ya leo, full authority of the blood of Jesus, kwa mamlaka kamili ya damu ya Yesu, Father, you have taken over. Baba umechukua usukani. You have taken charge of their hearts. Umechukua usukani wa mioyo zao. So that they may never go back. Ili kwamba wasiwahi rudi nyuma. There are people here who are struggling in life. Kuna watu ambao wanang'ang'ana katika maisha. At their homes. Katika manyumba zao. In terms of provision. Katika utwalizi. In terms of sickness. Katika magonjwa. In stagnation. Katika kukwama. At their workplaces. Katika mahali pao pa kazi. There are some are looking for jobs. Kuna wengine wanaotafuta kazi. They are almost giving up. Karibu wanakata tamaa. There are some. Kuna wengine they even lost their children. Walipoteza watoto wao. There are some even they do not know where their loved ones are. Kuna wengine hata hawajui wapendwa wako wao walipo. After many years. Baada ya miaka mingi. Father, today, Baba siku ya leo, may you take over. Uchukue usukani. May you bring forth testimonies from their lives. Ukalete ushuhuda kutoka kwa maisha yao. So that they may glorify the Lord. Ili kwamba wakamtukuze Bwana. For all glory. Kwa utukufu wote. And honor. Na heshima. And majesty. Na ukuu. And adoration. Na ibada. And praise. Na sifa. Be unto you, Jesus. Ziwe kwako Yesu. We have prayed. Kwa maana tumeomba. And believed. Na kuamini. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. And somebody say amen. Na mtu aseme amina. Somebody say amen. Mtu aseme
Even as I welcome the senior pastor hata ninapomkaribisha mchungaji mkuu of the church here at Kilingili, wa kanisa la hapa Kilingili, Overseer Silvanus to take over. mwangalizi Silvanus akachukua usukani. May the Lord bless you. Bwana awabariki. Amen. Somebody clap to Jesus. Tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You have heard the word of God, Umesikia neno la Mungu and some of you have received the Lord na wengine wenu mmempokea Bwana to be your personal Savior. awe Bwana mwokozi I wako. want to welcome you tomorrow. Ningependa kuwakaribisha kesho. We have our church just behind these shops Tuna kanisa letu nyuma ya maduka haya, on the way to Emurembe. njia ya kuelekea Murembe. You will see a signpost directing to our church. Utaona bango la kuonyesha kanisa. Our church is Repentance and Holiness, Kanisa letu ni toba na utakatifu, which is being led by the mightiest prophets of the Lord. ambalo linaongozwa na manabii wakuu sana wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And therefore, I want to welcome all of you there. Na hivyo basi ningependa kuwakaribisha nyote pale. We have much to share, Tuna mengi ya kushiriki, but time cannot allow today. lakini wakati hauturuhusu. But much we can share. Lakini mengi ambayo tunaweza kushiriki, We can share the moment you have fellowship with you, tunaweza kushiriki wakati tuna ushirika, the moment we worship together. wakati tunaposhiriki pamoja. That's when we can share much about the word of God. Hapo ndipo tunaweza kushiriki mengi kuhusu neno la Mungu. Blessed people, Watu wabarikiwa. the Messiah is coming, Masihi yuaja and is coming to take a holy church. na anakuja kuchukua kanisa takatifu. He's coming to take those people who are prepared well. Anakuja kunyakua watu ambao wamejiandaa vyema, They are prepared well ambao wamejiandaa vyema in holiness, katika uhaki in righteousness, na utakatifu, in purity. katika usafi. He is coming to separate them from the earth. Anakuja kuwatenga na ulimwengu. And remember, Na kumbuka, as he comes, anapokuja, he is coming with the two things. anakuja na mambo He mawili. is coming to do two things. Anakuja kufanya mambo mawili. The first thing, Jambo la kwanza, he is coming while under the judgment of God. anakuja akiwa na hukumu ya Mungu, And on the other hand, na mkono he mwingine is coming to save his people anakuja kuokoa watu wake from that judgment. kutoka kwa hiyo That hukumu, he come and separate his own. ili kwamba akaja na kuwatenga wake. As he separate his own, Anapowatenga walio those wake, who end up remaining behind, wanaobaki he end up now releasing his judgment over the earth. anaachilia ghadhabu yake katika nchi. And therefore, Na hivyo basi, before the Lord releases his judgment, kabla ya Bwana kuachilia hukumu wake, before he punishes the earth, kabla ya kuwaadhibu wa ulimwengu, this is the hour huu ndio wakati that you should join ambapo unahitaji join those who are going to be taken away. kuungana na wale ambao watanyakuliwa. This is the hour Hii ndiyo saa where you can change ambapo unaweza kubadilika and join those who are going to be taken away, na kuungana na wale ambao watanyakuliwa, those who are going to be separated, wale ambao watatengwa, and be saved from the judgment that is coming. kuokolewa kutoka kwa hukumu ambayo inakuja. So judgment is ahead, Hukumu inakuja and it is ahead coming to those who are sinners. na inakuja kwa walio wenye dhambi. This hour, Wakati huu the blood of Jesus is in abundance. damu ya Yesu ni nyingi, The grace of God is in abundance. neema ya Mungu inatosha, The love of God is in abundance. upendo wa Mungu ni mwingi. God is full of mercy this hour. Mungu amejaa rehema He wakati is full huu, of mercy. amejawa He rehema, is full of grace right now. amejawa na But neema. remember, Lakini the kumbuka, moment he comes, wakati anakuja, he is coming to take away his grace. anakuja kuondoa neema He yake, is coming to take away his mercy. anakuja kuondoa rehema And yake, once he removes his grace from the earth, na wakati anaondoa neema yake kutoka kwa once he ulimwengu, removes his grace from the earth, anapoondoa neema yake kutoka kwa once he dunia, removes his mercy from the earth, anapoondoa rehema yake katika you dunia, have nowhere to run to. hautakuwa na pa You kukimbilia, have nowhere to hide. hautakuwa na pa kujificha, You have nowhere to run to. hautakuwa na pa kukimbilia. This is the hour Hii ndiyo saa, when the grace of God is abundant. na wakati neema ya Mungu This is the inatosha. hour Hii ndiyo when saa, the mercy of God has been availed to you.
kubadilika. hesitate to receive salvation. Usisite kupokea Do wokovu. not ignore the salvation of the cross. Usipuuzilie mbali wokovu wa This is the msalaba. hour. Hii ndiyo saa. Don't refuse. Usikatae. Don't reject. Do Usikatae. not harden your heart. Usifanye moyo wako mgumu. Hallelujah. Haleluya. Please Tafadhali join the train ungana na treni and start preparing for the coming of the na Messiah. kuanza kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Masihi. The Lord is coming. Bwana anarudi. Hallelujah. Haleluya. My name is Overseer Kanga Silvanus. Jina lake ni Mwangalizi Silvanus Okanga. I oversee the churches in repentance and holiness Anaangalia makanisa katika toba na utakatifu in Emuhaya. maeneo haya ya Emuhaya. Hallelujah. Haleluya. And therefore, Na hivyo I want to welcome you here at Kilingili, ningependa kuwakaribisha hapa Kilingili where we have the Church of Repentance and Holiness here at Kilingili. tulipo na kanisa la toba na utakatifu hapa I Kilingili. want to welcome you tomorrow Ningependa kuwakaribisha kesho in our Sunday service. katika ibada yetu ya And Jumapili. also we'll have a crusade here. Na pia tutakuwa na mkutano kama huu hapa. Welcome. Karibuni. The Lord loves you. Bwana anawapenda. The Lord cares for you. Bwana anawajali. And that's why He has sent us here, Na ndio maana ametutuma hapa that we may give you the word ili tukawape neno and show you the way na kuwaonyesha njia, where you can enter into that way mahali ambapo mnaweza kuingia katika hiyo and njia start preparing for the coming of the Messiah. na kuanza kujiandaa kwa kurudi kwa Masihi. For those who want my number Wale ambao wanataka nambari yangu ya simu and you want to know the direction, na unataka kupata njia, you want also prayers, unataka maombi, this is my number. hii ndiyo nambari yangu ya simu. 07 07 07 07 07 07 14 14 883 883 257. 257. I want to repeat. Ningependa kurudia. My number is 07 Nambari yangu ya simu ni 07 14 14 883 883 257. 257. You can call that number Unaweza kupiga simu kwa hiyo and nambari you'll find me anytime, na utanipata wakati wowote so that I may direct you on what to do. ili nikaweze kukuelekeza. The Lord loves you. Bwana He anawapenda, cares for you. anawajali. That's why He has sent us Na here ndio maana ametutuma hapa to share with you kushiriki nanyi the story of Jesus hadithi ya as Yesu we prepare for His coming. tunapojiandaa kwa kurudi kwake. I want to welcome worshipers. Ningependa kuwakaribisha wanaibada. Hallelujah. Haleluya. So that as we wind up, Ili kwamba tunapotamatisha, we are just going to wind up very soon, tutatamatisha tu hivi karibuni in a short while. katika muda mfupi ujao. May God bless you, Bwana awabariki worshipper. wanaibada. Hallelujah. Amina.